Shirikisho la mpira wa miguu Afrika kwa maana ya CAF imeigomea klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba fainali yao ya pili kucheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hiyo imekuwa ni baada tu ya siku chache shirikisho hilo la mpira wa miguu Afrika CAF kuonyesha kwamba mchezo huo utachezwa kule kwenye uwanja wa New Amani ulioko visiwani Zanzibar kwenye ardhi ya Tanzania. Simba hawakupendezeshwa na hatua hiyo iliyochukuliwa na shirikisho la mpira wa miguu Afrika na kupeleka maombi kadha wa kadha haraka iwezekanavyo, ikiwezekana mchezo huo urejeshwe kwenye dimba la Benjamin Mkapa, jambo ambalo limegonga mwamba. Taarifa kutoka ndani ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika kwa maana ya CAF linaeleza ya kwamba mchezo huo haukupelekwa visiwani Zanzibar kwa bahati mbaya, kwani Simba wakati wanaingia kwenye mashindano ya kimataifa walisuggest viwanja viwili watakavyovitumia kama viwanja vyao vya nyumbani. Kiwanja cha kwanza ni Benjamin Mkapa, huku kiwanja cha pili ikiwa ni New Amani Complex kilioko visiwani humo Zanzibar. Aidha, klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imeona kupelekwa katika kiwanja hicho cha New Amani ni kinyume na utaratibu kwa sababu uwanja huo haukidhi kuchezewa fainali. Lakini klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba pia wamezungumza mengi kwenye barua yao iliyowasilishwa CAF, ikisema kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa tayari umeshafanywa marekebisho, hivyo unastahili kupigwa fainali kwenye uwanja huo Benjamin Mkapa, kukiwa na baadhi ya mashabiki ambao wamekata tiketi zao kwenda kushuhudia mchezo huo kwenye dimba la Benjamin Mkapa. CAF wametoa taarifa na wao juu ya kugomea taarifa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba na kutoa majibu ya kwamba mchezo huo urejeshwe kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. CAF wanasisitiza ya kusema kilichofanya wafungie uwanja wa Benjamin Mkapa kutoshiriki ama kutochezwa fainali ya kombe la shirikisho Afrika ni kwa sababu ya trending mbaya uwanja huo kutokuwa mzuri kwenye mashindano kadha wa kadha yakihusisha mashindano yao ya CAF. Simba wameambiwa ya kwamba ikumbuke kwa wanacheza na Al Masry, uwanja huo ulikuwa umejaa maji mengi kweli kweli, jambo ambalo mchezo kuonekana vizuri na umeshusha hadhi mpira wa Afrika kuonekana ya kwamba hauzingatii hasa eneo la kuchezea kwa maana ya pitch. Aidha, wamesema ya kwamba misimu miwili iliyopita klabu ya Yanga ilicheza fainali na USM Alger katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa, lakini uwanja pia haukuwa mzuri, jambo ambalo haukuweza kurekebishwa na wamiliki wa uwanja mpaka sasa. Hivyo uwanja huu hauna hadhi ya kuchezewa fainali. Lakini hoja ya mwisho ya Simba iliyotenguliwa ni kwamba baada ya kucheza na Al Masry, serikali iliufungia uwanja wa Benjamin Mkapa na kufanya marekebisho kwenye sehemu kadha wa kadha ikiwemo eneo la kuchezea. CAF wamesema ya kwamba eneo la kuchezea haliwezi kufanywa marekebisho kwa wiki mbili tu na kuwa tayari kwa ajili ya mashindano makubwa, na wamesema hawakagui uwanja huo kwa ajili tu ya kucheza mashindano ya Simba, bali ni kwa ajili ya michuano yao ya CAF pia inayotarajiwa kuchezwa kwa msimu unaofuata. Simba wanaendelea pia kupush ili jambo lao liweze kutamatika na mwisho wa siku ikiwezekana mchezo huo wa fainali urejeshwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini mpaka sasa klabu hiyo wekundu wa Msimbazi Simba imegonga mwamba, lakini bado inaendelea kuwashinikiza mashabiki wa klabu hiyo na wanachama kuendelea kukata tiketi, lengo kushuhudia mchezo huo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, huku mpaka wakati huo bado taarifa rasmi haijatoka ya kwamba uwanja huo umerejeshwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na CAF kutoa hoja ambazo zina mashiko kupeleka mchezo kule visiwani Zanzibar. Lakini yako maswali ya wadau wengi mbalimbali kutoka CAF waliouliza wekundu wa Msimbazi Simba, kwa nini mlishindwa kurekebisha uwanja kabla, alafu siku chache tu kuelekea kwenye mchezo ndio mpush mchezo huo urejeshwe kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa? Mbali na taarifa hiyo, pia inaelezwa ya kwamba klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba walipewa taarifa mapema na hivyo maamuliwa waweze kujipanga vizuri na kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo huo. CAF imeshatoa taarifa kwenye mamlaka ya kurusha mpira huu wa miguu moja kwa moja kwamba mchezo huo utapigwa kwenye uwanja wa New Amani Complex. Sandari na hivyo pia timu zote zimepewa taarifa, Simba pamoja na Berkane, mchezo huo utachezwa katika uwanja wa New Amani Complex. Bila kusahau klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kupitia shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF wameshapewa taarifa hiyo, lakini pia kule Morocco pia shirikisho la mpira wa miguu Morocco limepewa taarifa, na taarifa ambazo zinaendelea zinatakiwa zipuuzwe ya kwamba hujuma zinafanywa kwa ajili ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Maswali mengi watu wanajiuliza, kwa nini Simba hujumiwe? Kwani uwanja ungetengenezwa toka muda ungekuwa na taarifa za kuhujumiwa kwa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba? Tuache lawama, tutengeneze miundombinu yetu kwa ajili ya maslahi mapana ya mpira wetu. Tusiingize siasa na mpira wa miguu. Viwanja vyetu vinapaswa kurekebishwa mapema ili vitumike kwenye mashindano kadha wa kadha na kuepuka lawama ambazo hazina kichwa wala miguu. Mchezo wa kwanza Simba alikubali kipigo cha mabao 2-0 katika uwanja wa Berkane. Ni uwanja ambao manispaa ya Berkane. Kwa mfano, Tanzania tuna kiwanja cha manispaa kile cha KMC kilioko jijini Dar es Salaam. Tazama ubora wa kiwanja cha manispaa cha Berkane na ubora wa kiwanja
cha KMC, unaona kwamba wenzetu wako tayari kwa ajili ya mashindano makubwa ya kimataifa. Ndivyo hivyo na sisi tunatakiwa tuige na kufanya yaliyo vyema katika mpira wetu, kuhakikisha kwamba miundombinu yetu inakuwa mizuri, na si tu kwa sababu ya kulenga jambo fulani, bali miundombinu ni mizuri nyakati zote. Hapa tumepata kukumbushwa namna ambavyo inatakiwa tulinde, tujali na tuthamini miundombinu yetu. Mchezo huo utapigwa tarehe 25. Kafu wameweka rasmi taarifa hiyo mwezi huu wa 5 mwaka 2025 majira ya saa 12 kamili jioni. Lakini klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imelalamika pia kwa nini wapangiwe muda wa mchezo ikiwa wao ndio wenyeji wa mchezo. Maswali mengi yanaulizwa, lakini Kafu wakajibu wao ndio wenye mamlaka ya kupanga muda pamoja na taratibu zote za kimchezo, hasa kwenye hatua kubwa ya fainali, kwa maana wao ndio wanajua mashindano yao kwa namna gani wanayoendesha kwa kufuata kanuni, taratibu na sheria ambazo wamejiwekea kama chombo huru cha mchezo wa mpira wa miguu barani Afrika. Hii ni Kings Media, lakini nikukumbusha kwamba nguvu kubwa na taarifa hii imekuja kwako kwa udhamini wa MC Cisco. Ni MC wa kimataifa kwenye shughuli mbalimbali. Mpigie simu ili aweze kukufanyia shughuli yako kuwa bora zaidi. Anafanya send off, kipe mara, kitchen part, bila kusahau harusi na sherehe kadha wa kadha. Ana huduma nzuri ya muziki MC, bila kusahau picha pamoja na video, lakini anatoa meds kama ofa pamoja na magari kwa ajili ya maharusi. Muone sasa akupe ofa kemkem, ikiwemo champagne na harusi yako iwe bora, bomba na kihistoria. Hii ni Kings Media. Tutane tena muda na wakati mwingine kwa habari bora za michezo na burudani. Kutana na MC Cisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya muziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Cisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Cisco J_5. MC Cisco, Master of Ceremony.